mnakwenda kwenye mchezo wa kimataifa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia siku ya jana mnyama Simba alikuwa na press pale Temeke Stereo. Kitu ambacho kilinishangaza, semaji la CAF Ahmed Ally alitangaza kwamba mchezo ule utakwenda kuwa bure. Mashabiki mkalipuka kweli kweli kwamba hatutaki bure. Mmekataa ofa mandao? Sisi ni mashabiki ambao tunajua thamani ya mpira au thamani ya klabu yetu, kwa sababu tunajua nafasi yetu sisi ni nini ndani ya timu. Kama tukikuwa bure kutakuwa kuna umuhimu kuwa na mashabiki tena, kwa sababu klabu inategemea mashabiki support yake. Support yetu sisi ni kulipa viingilio. Kwa hiyo shabiki anojitambua ni yule ambaye anajua thamani ya klabu yake na kulipa kuingilio kwenda kuishuhudia timu yake. Inawezekana tu akahisi mdhaa kwamba labda Ahmed Ally alikuja kuigiza, lakini si kweli. Na wengi wanafikiri hivyo. Sio kweli. Kwamba ile hamna mtu yote aliyopangwa. Mimi naongea naye hapa ni member ndani ya magrupu ya Simba makubwa. Ambaye kama kuna maigizo alipangwa mwenyewe ningejua. Umeelewa? Kwa hiyo hamna maigizo yaliyotengenezwa, ile ilikuwa ni surprise. Ila na uongozi wa Simba uliona kwamba kwa kuwapenda mashabiki wetu imecho ingie bure. Ila sisi kama mashabiki wa Simba tunajua thamani ya klabu yetu. Tunajua thamani ya kazi yetu, tunajua sisi nafasi yetu ni nini. Hatuwezi kukubali kwa bure. Na ndio maana tukagoma, pale watu wakagoma, wakasema haiwezekani sisi tukaingie bure, tukaishuhudie timu yetu. Tuna wachezaji wenye thamani, tuna wachezaji wakubwa wenye quality kubwa. Hatuwezi kwenda sisi kuangalia sisi bure. Kwa Morris Abraham, Morris thamani yake kumwangalia bure inaweza ikawa sawa? Morris ni mchezaji mwenye thamani kubwa Tanzania, na inawezekana ndio mchezaji pekee hari, yani mchezaji gani hajawahi kutokea hapa Tanzania. Ili upate thamani ya mchezaji, quality yake ilivyo, ili upate thamani ya mchezaji, uwezo wake, labda unaweza usinielewe. Inawezekana Simba akamsajili kwa bei ya kawaida, lakini kwa jinsi anavyojitengeneza thamani yake ikawa kubwa. Tunaweza tukarudi kwa Mayele. Mayele alikuja kwa hela kawaida sana Yanga, lakini kutokana na jinsi alivyojitengeneza thamani yake ikakua. Ndio Morris Abraham unavyomuona. Kwa hiyo ni mchezaji mwenye thamani kubwa. Sio mchezaji wa kwenda kumwangalia bure. Hamna, huwezi kwenda kumwangalia bure Morris. Yaani ufunge miguu yako, ujiandae na jezi yako umevaa eti upande tu bodaboda yako uingie bure kumwangalia Morris Abraham. Sio yule tu. Hauwezi kwenda kumwangalia Selemani Mwalimu bure. Umeelewa vizuri? Hauwezi kwenda kupoteza muda wako eti ukakae uangalie Simba bure. Kwanza kuna raha. Sisi wana Simba bado nikupeni, yani nikudadavrieni kidogo. Simba kwanza ina raha. Haona pona kwa game za Simba kuna raha yake. Na ndio timu inaongoza kwa na bendi. Yaani kwa na bendi nyingi. Ukiwa VPB unakutana na bendi, mzunguko unakutana na bendi, siji wapi unakutana na bendi, kila sehemu kuna burudani yake. Wana Simba sio watu wa burudani. Haya, ukihitaji uje ukae VPB unakuja kwetu sisi. Yaani wewe shabiki uje uangalie kutana na mashabiki wenye thamani, yani mashabiki influencers wakubwa. Uje kutana na Jibisti na ngapi 64 eti ukae naye siti moja bure hata 100. Ukae na Kisugu siti moja hata senti 5. Ukae na pasi milioni eti mmekaa na kofia lake lile hata 100 usitoe. Dr. Mo kae naye 100 usitoe. Ukae na Mandala mzee kubabwaja siti moja eti hata 100 usitoe. Kwa kubabwaja Mandala ndivyo. No. Hakuna. Ukae na Mandala siti moja. Ukae na Mandala mzee wa kubabwaja siti moja hata 100 usitoe. Yaani ukae na Mandala mzee kubabwaja eti siti moja hata 100 usitoe. Uongo. Wapo. Ipo timu ya kushabikia au kwenda kuangalia bure. Mashabiki wapo ambao kuangalia bure, influencers wapo. Unaweza kumuona hata Godi Yanga hata 100 hujatoa. Free kabisa. Bure. Mwalimu Yanga unakaa naye hata 100 hujatoa. Wapo. Mimi nilitegemea siku ya jana Ahmed anasema bure, nikajua mtadai ubwabwa. Ubwabwa. Sio sisi. Kwa sababu inabaki nikupe siri. Hasili ya Simba ngwale, labda tutoke kidogo nje ya mada. Hasili ya Simba matajiri. Yaani unavyosikia Tanzania wawekezaji wakubwa 98.9% ni Simba Sports. Hata Yanga mwenyewe tajiri wao hamna mtu asiyojua kama ni Simba. Asili ya Simba sasa. Yaani haribu JSM ukicheza damu yake unajua. Umfuate Baresa mchanje damu yake unajua. Kamfuate Mo mchanje. Yaani matajiri wote ni timu yao ni Simba Sports. Kwa hiyo sisi tumeambukizwa tayari, sisi tushaambukizwa. Hata kama wewe hai shabiki wa Simba una asili ya utajiri. Hauwezi kukubali kitu cha bure. Simba ndio jinsi tulivyo wale. Unapewa ofa mnakataa? Sisi sio hivyo, sio bure sisi.
So bure mbaya, bure inaua. Inaua, usiendekeze bure. Bure inaua. Usijaribu hata siku moja kutaka bure. Bure inaua. Kwa klabu kama ya Simba Sports ni klabu ya thamani, lazima uichangie, lazima utoe pesa ukaiangalie Simba yako ikiwa inacheza. Huku umevaa jezi ya shilingi 45. So jezi moja 40, jezi mbili no. Jezi moja umevaa thamani yake ni shilingi 45. Ya, nishajiandaa. Kwa sisi zote tumemaliza za ligi na tuna haki ya kwenda kutengeneza. Na ujue wale kuna kitu nataka nikueleweshe. Sisi tuna chama chetu, sisi hapa. Chama cha utetezi. Chama cha utetezi wa mpira Tanzania tunacho. Tulimtetea bwana nani Kibwa yule mdogo, tuliongea kuna siku hapa. Tulimtetea akapatiwa haki yake. Ila kuna kitu Yanga wataka wavuke nje ya mstari. Wanalilia tengenezwe jezi. Wakati jezi za ligi kuu hajazimaliza bado. Zimepigwa promo. Sisi zote tunatengenezwa jezi za klabu bingwa, jezi za ligi kuu tumemaliza. Sisi mimi kama mwenyekiti wa chama cha utetezi waandamizi wa mpira, chama cha utetezi, siwezi kufurahia sisi hili swala. Ni kitu kibaya kwa hujumu matajiri. Kwa sababu ni kuhujumu, wani mjamaliza jezi zenu za ligi kuu, mnahangaika mnataka jezi za klabu bingwa za nini? Jezi za ligi kuu mmeziacha zimedoda mpaka zinauzwa 20,000 moja au mbili. Si wanavyouza ngware jezi moja ukinunua unapewa na nyingine thamani yake 40,000 ukigawa kwa mbili ngapi? 20,000. Yanga wanafanyaje Mbona sema? Jezi moja shilingi 20,000. Yaani jezi zimedoda, zimebaki madukani, halafu mnataka mtengeneze tena jezi mpya za klabu bingwa. Ni uchakavu wa hela, yani tunasema wanahujumu, yani kama watu ambao wanamtia hasara haribu JSM tajiri. Sisi kama watetezi wa mpira Tanzania kila sekta hatuwezi kufumbia macho sisi ili swala. Tajiri wanamkandamiza tajiri. Wamalize business, wamalize zile jezi ndio wahangaike na kufanya nini? Na kuhitaji jezi mpya ziletwe wavae kama sisi tumemaliza jezi sisi jezi za ligi kuu zishaisha. Wana Simba sisi kama ujui mzigo wa kwanza umeisha, ukaja wa pili umeisha, na ndio maana tumwambia Jeruji tuletee mzigo mwingine wa klabu bingwa. Unaona ile mzigo wa klabu bingwa wa ligi kuu umejaa madukani magodauni, unataka klabu bingwa ya nini? Kama umejaa kule basi ba wetu wafanye zile ziishe kwanza. Mandala bwana, tuangalie michuano ya kimataifa. Petro Atletico de Luanda ni kama mnyama simba kwenye kundi lake, anaona kama kundi lake ni jepesi kuliko Young Africans, lakini Petro Atletico de Luanda kuna msimu aliwahi kucheza mpaka nusu finali, robo finali, hajapoteza hata mchezo mmoja. Utakuwa ni kundi la namna gani, lakini pia utakuwa ni mchezo wa namna gani kwa mnyama simba? Ili kundi kwanza ni gumu. Ndio. Kundi ni gumu sana. Hii timu imeanza mwaka 1980. Atletico Petro de Luanda, ndio. Hii timu imezaliwa tarehe 14 Julai, ndio. Timu hii tunaiongelea sisi ilishachukua ubingwa wa klabu bingwa ambaye Simba sasa hatukuwahi kuchukua. Umeelewa? Hii timu tunaenda kucheza nayo sisi ilishacheza misimu miwili nyuma iliyopita. Imeanza hatua ya kwanza mpaka nusu finali ndio inaenda kufungwa klabu bingwa. Timu ina place, inacheza kwa kasi. Mimi binafsi timu nilichukulia kawaida na nikaona kundi jepesi. Lakini baada ya kufanya upembuzi wangu, kufanya factors zangu, nikaja kugundua tuna kundi gumu na tuna timu ngumu. Hususan hizi timu mbili. Hawa na Esperance Tunisia wagumu. Hizi timu ni ngumu. Yaani tuambiane kule wana Simba, tununue tiketi tujaze uwanja kusupport timu yetu. Sio kundi jepesi kama tunavyofikiria. Kumbe wana Simba wengi ndio wanafikiri jepesi. Wengi kwa tujafuatilia hizi timu, hatujaziingia kiundani zaidi. Lakini ukizifuatilia hizi timu, msimu uliopita hakuchukua ubingwa. Si ndio? Lakini alikuwa nafasi ya pili hii timu. Mechi ya mwisho sasa akacheza kufuata rekodi yake, kafungwa goli moja. Walicheza na nani hawa? Petro de Angola, si nani waitwa nani, kuna timu wamecheza nao juzi hapa mechi ya mwisho. Wamefungwa goli moja. Si ndio? Baada ya kufungwa goli moja, lakini wanacheza mpira mzuri, wana press, wanachezaji wazuri. Pia hii timu ina mashabiki. Kweli ukiangalia Instagram yao inawezekana kweli kwa wana followers wadogo ukajidanganya. Kweli ina followers 197 ukiangalia page yao ya Instagram. Lakini timu ambayo ina mashabiki wengi, timu yenye mvuto
pia timu kubwa afu ina rekodi kubwa ndani ya nchi yetu sisi hapa na ndani ya bara letu la Afrika. Kwa sio timu ya kuizalau. Tukirudi upande pia unakutana na nane Esperance ya Tunisia hao. Sio watu wazuri. Hii timu ukikutajia mwaka wake ule uzaliwa utashangaa. Mwaka 1919 ni kongwe. Fuatilia. 1919 tarehe 15 Januari. Kama unanibishia, mwalimu sisi tutakufuatilia. Nafanya nini? Hiyo Esperance ya Tunisia imechukua ubingwa misimu mingapi? Minne. Naweza kukutajia mwaka mmoja baada moja. Ubingwa wa kwanza kachukua 71. 1919. Umeiona? Mtaalamu hapa. Unaongea ili genius hapa. Mzaa factorize. Genius Mandala. Ubingwa wa kwanza kachukua mwaka 1971 wa klabu bingwa. Akaja akachukua ubingwa wa pili 94. Akaja kuchukua ubingwa wa tatu 2011. Akaja kuchukua ubingwa wa 4 2018 19 ndio akakoma hapo. Kacheza tena akaja kuchukua kombe la nini hili? Hoja tunaita African, kuna kombe lilianzishwa linaitwa African Cup winner. Kalichukua mara moja. Akaja kuchukua kombe la African Cup mara moja. Akacheza kombe la FIFA World Cup mara 3 na kutaja hadi mwaka. Utakimbia. Mtaalamu hapa. Mambo yapo. Mtaalamu, mimi si mchambuzi. Kwa hiyo hii sio timu ya kawaida. Sio timu ya kawaida. Kwa nini naita hizo rekodi? Sio timu ya kuizarau. Imecheza FIFA World Cup mara 3. Ambapo sisi Simba tukwae kucheza. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo tunaenda kucheza na timu yenye pressure. Na ubingwa wa ligi kuu kachukua sio mara moja ndani ya nchi yao. Timu kubwa. Japo inawezekana kwa imedrop kidogo, lakini tunaenda kucheza na timu zoefu mbili. Kwa mwizi ninavyoelewa mimi mpira, ndani ya kundi sisi tuna vigingi hivyo viwili. Na ndio timu za kuziangalia sisi Simba. Tutafute alama kwenye hizo timu ili tufuzu kwenye ile kundi. Tusije tukacheka Yanga, kumbe sisi tuna kibarua kikubwa kuliko Yanga. Umeona? Japo Yanga ana kibarua kikubwa zaidi kuliko sisi. Ila sisi wenyewe kundi letu sio jepesi kama tunavyolifikiria. Ukizifuatilia hizo timu vizuri, kama unatuliza akili, lakini rekodi zake. Kwanza hawa Tunisia ni Waarabu, afu wanacheza mpira wa kupress, wana pressure. Ogopa Waarabu wanatumia sana mawinga. Leo natumia kidogo fundi kidogo, ngwao utanisamehe. Sio Mandala yule tena. Mpya kabisa. Umeelewa? Hawa wanatumia mawinga pembeni. Ogopa timu inayotegemea mawinga. Ili uelewe kwamba Waarabu wanategemea mawinga, wachezaji wenye soa hawezi kucheza timu za Kiarabu. Ndio maana Chama alivyoenda timu ya Waarabu na alifeli kwa uchezaji wake wa slow, si ndio? Wanategemea pressure. Na hao Waarabu ni wazuri wakiwa ugenini, wazuri wa kublock kwa sababu wanakuja na rekodi zao kwamba ugenini sisi tunaenda kusare au kushinda, sio kufungwa. Kwa asilimia kubwa kitu wanachokuja nacho kwa ajili ya kublock. Kwa hiyo pia wana mabeki, wana defense nzuri. Kwa hiyo ni timu za kuzichunga na kuziangalia. Kwa hiyo hizi timu mbili nyama kupenya itakuwa ni kazi kubwa kwa kweli. Yaani ndio maana nimesema tusichukulie kawaida hizi mechi. Hata hususan mechi ya Jumapili, ndio maana si wana Simba tununue tiketi tuipambanie timu yetu tuvuke, kwa sababu mimi najua hizo timu rekodi zake ukizifuatilia sio timu za kawaida. Unajua unapokuwa shabiki mzuri, wewe shabiki ufuatilia rekodi za timu. So unakaa tu unakuja unaelewa hata rekodi, ujue kwamba hii timu ina asili gani. Mimi kama hujanifuatilia Ngwale ligi kuu sifuatilie timu rekodi zake kwa sababu tunazijua ligi kuu. Lakini nakuja sasa kimataifa lazima nizifuatilie timu nijue. Hususan hizo timu ambazo tunakutana nazo tu ghafla. National huwezi kuifuatilia, ama mtu asojua rekodi ya national. Wydad tumecheza naye mara nyingi, kwa maana mtu anaweza katudanganya. Lakini timu ikija hivi lazima ifuatilie ina rekodi gani. Kwa hiyo unakuja kufuatilia, unakuja timu achana nayo. Kwa mfano kama hiyo Tunisia toka mwaka 1919 ina miaka mingapi? Kongwe. 1919 ndio imeanzishwa. Kongwe. Sio timu ya kawaida, ya muda mrefu. Wana kila kitu wanajua, kila nchi wanapita. Sisi tumezama mwaka 60 ngapi sijui. 66. Sasa 66 hapo kuna 19. Kuna miaka mingapi wametuzidi? Kama 20 hivi na moja hivi wametupita. Wao ndio wamezaliwa, si ndio? Kwa hiyo wale ni wakubwa. Sio wakubwa kidogo, wakubwa kiumri, wakubwa kwa uwezo, kwa sababu wameonyesha vitu vikubwa. Young Africans wamekuja pipa na kwenda Zanzibar. Semaji, mwenyekiti wa wasemaji Ali Shabani Kamwe anakuambia kwamba kwenye lile kundi lao Waarabu wao wachaguane nani wa kwenda na Young Africans robo finali. Kesho tukukutana kwenye hamasa, nitakuja kukupa rekodi za timu na namba za kukutana nazo Yanga.
Nataka nije kuperekodi nikuchambulie. Naenda kukaa sasa nichembue na vyanzo vyangu vya habari. Mimi si mwandamizi. Tunaanza na Farabati. Nataka nifanye research. Yaani leo ukiniacha leo, kesho ukinikuta sasa ngwale. Haya Mandala, hebu niambie kuhusu Farabati. Nitakutajia mwaka wa kuzaliwa mpaka rais. Mimi nataka kutajia mpaka rais wa Tunisia. Rais wa kwanza Bwana Mohamed nani sio anaitwa rais wa kwanza wa timu ile. Lakini nafasi ya Afrika zipo. Yanga bila kufuatilia. Yaani bila hata kufuatilia kufanya analyze ukiangalia Yanga kwa haraka ana nafasi ndogo. Yaani bila kufuatilia. Ila Simba bila kufuatilia ana nafasi kubwa. Kuna kitu kielewe sasa. Kufuatilia mnyama ni kama anakwenda. Yanga naye bila kufuatilia ana nafasi ndogo, hapo hujafuatilia. Je, ukifuatilia? Yaani tu kwa jicho tu la kawaida la nyama ukiliangalia Yanga jinsi ilivyo, uichukue National Farabati afu mweke Yanga. Hii mwingine mweke pembeni. Huyu Nesi wa kawaida. Sasa mimi kesho kuna kitu nataka nikifanye, nifuatilie timu ambayo inadharaulika. Pia niangalie kodi yake. National simfuatilie na muacha. Kila mtu anamjua. Farabati na huyu mwingine huyu nataka niwafuatilie. Alafu kesho nje kupele kodi zake hizo timu. Japo huyu anaidharau. Yanga ndo ana sehemu ngumu kuliko Simba. Upande wake ni mgumu. Kwanza sio mgumu tu labda kwa kuangalia kundi inawezekana likawa gumu, lakini pia una timu bora. Inawezekana shida sio kundi tu kwa gumu. Umemwona Simba? Simba kweli kundi lake ni gumu, lakini Simba pia ukimwangalia na ubora. Watu wanashindwa kuelewa hiki kitu. Hatusifii timu labda kwa mapenzi, kuna muda unaisifia timu jinsi ilivyo. Mimi kuna kipindi hata msimu uliopita, kuna muda unapoamua kuongea ukweli unaelezea kwamba Yanga wana ubora sehemu hii na hii na hii. Lakini sasa hivi ukiangalia moja kwa moja hivi timu hizi kwa zinacheza Simba na Yanga, unaiona kabisa Simba sasa hivi inacheza kwa ubora mkubwa kuliko Yanga. Yanga ni timu rahisi kupoteza mipira kama unafuatilia ngwale mpira. Kipindi hiki Yanga ni timu rahisi kupolwa mipira uwanjani kwa inacheza. Hata ikiwa inacheza mechi za kawaida. Tunatengeneza rekodi. Kwa nini? Unaweza ukasema amefungwa na KMC mechi ya kirafiki, lakini kwa nini imekuwa kirafiki? Unaweza kumuuliza mtu swali la msingi. Imekuwa kirafiki kujitengeneza, kujipima kwa ajili ya mechi zinazokuja. Si ndio tafsiri yake? Ndio maana ikawa mechi za nini? Za kirafiki. Kwa hiyo kama uliomba mechi ya kirafiki ili ulijipima unaenda kufungwa, kwa hiyo kuna kitu ushakigundua una udhaifu sehemu gani? Kwamba Yanga wana udhaifu, unaona kabisa Yanga akiwa anacheza, hata akimfunga mtu, unaona kabisa Yanga anashinda lakini ana udhaifu mkubwa. Akikutana na timu yenye uwezo mkubwa, je, Yanga inaweza kweli kaendo hiyo mechi? Unaona kabisa Yanga haiwezi kuendo mechi kulingana na wachezaji wake. Wachezaji wa Yanga wana performance ya chini. Unaweza ukaoji, kwani wachezaji hao si msimu uliopita ndio walikuwepo hao? Swali hilo kwanza kwa ukaoji la msingi. Unatakiwa utambue kwamba wanaocheza pia binadamu. Kuna kipindi wanachoka. Hata sisi Simba ukirudi kuna msimu anaondoka Chama na Mixon. Tulipataka tu sababu tukasema kaondoka Chama na Mixon, lakini sio kweli. Sababu kubwa ilikuwa wachezaji walichoka. Umeelewa vizuri eh? Walicheza muda mrefu, lakini tukaona sababu Mixon na Chama hata Yanga. Mnaona tu sababu sijui Aziziki, si nini kwani Pacome hayupo. Sijui nani kaondoka Aucho, si nini Max hayupo. Wapo. Shida nini? Wamechoka wachezaji wanashuka. Kwa nini wamechoka? Msimu uliopita wamecheza mechi nyingi. Timu ikifanya vizuri msimu huu inamaanisha timu imecheza mechi nyingi kuliko mwenzake. Si ndio maana yake? Umeona mfano kama Simba msimu afanye vizuri. Klabu bingwa aende mbali. Sijui wapi aende mbali. Kwa timu itakuwa imefanya vizuri. Kitu Simba alichowini msimu huu. Msimu uliopita amefanya rotation kubwa ya kikosi. Kwamba hata sisi mashabiki tuliwalaumu viongozi, kumbe imekuja kutusaidia sasa hivi. Kwa sababu wachezaji wa msimu uliopita wametumika muda mrefu mpaka finali, umeelewa vizuri. Kwa hiyo tungeendelea na wale tungekuwa na performance ya chini. Kwa nini Simba ina performance kubwa? Kwa sababu imekuja tena damu mpya ndani ya Simba, imetengeneza impact. Huo uchambuzi sasa leo sio Hans Rafael. Mimi sio Hans. Mimi ni Mandala. Wewe ni? Mandala sio Hans. Mandala mchambuzi. Msianze Mandala kumbe Hans Rafael. Tunamwaga tu sometime tulichetue kuna muda tulikuwa tuongelee mpira. Mimi nitakuwa nakufuata kwa ajili ya uchambuzi. Hata sasa hivi nimeamua ni huu msimu mchambuzi. Mchambuzi Mandala. Mchambuzi nataka tuende hapa sasa. Sakata la Faisal Salum Fei Toto anahitajika na Ahli Tripoli. Watu wamemwaga pesa pale. Wametoa ofa nono kweli kweli. Tulimkosa. Na tulimkosa kwa nini budget? Inawezekana pia kuna fitina za Yanga zikawepo ndani. Mimi nakwambia tumemkosa. Kuna mkataba upo, ujue Simba na Yanga zipo, ujue wana mitego. Kama ujui Yanga hata maskini vipi hawezi kumuuzia mchezaji Simba, hata mtego wa bilioni 100 hamuuzi. Bora toke free. Yaani hawawezi, hata Yanga hata hela kula hawana wachezaji. Lakini kumuuza mchezaji Simba hawawezi. Simba hata 100 akiwa hawana, hawawezi kumuuza mchezaji Yanga. Umeona hata Chama alivyoondoka.
Chama kipindi anaenda Ulaya alikuwa sharti kwamba kama atarudi Tanzania kipindi anaenda Uarabuni asicheze timu sio Yanga, hajasema Yanga. Asicheze timu yote Tanzania zaidi ya Simba. Kwa nini pao wamemtega Yanga kwamba huyu asigize mkono wake? Kwa hata Faisal kipindi anaenda Azam, huyu kama kuuzwa auzwe nje. Lakini ndani ya Tanzania hapa timu yote tunataka bilioni, si bilioni ngapi? Umeelewa vizuri? Wameweka block. Kwa nini sasa tunaweza tukasema anaweza kawaini kumchukua? Kiwango chao cha pesa walioiweka. Sasa ukiangalia thamani ya Faisal Salum huwezi kuidharau ndani ya Azam. Je, ukimwangalia Faisal Salum akiondoka ndani ya Azam inawezekana ikawa na pengo, lakini Azam ni ile timu ambayo naweza nikasema hawajui wanataka nini. Unajua kuna muda Azam, mimi ningekuwa manager au kiongozi wa Azam, ningebadilisha mfumo. Ningekuwa natengeneza kama industry ya kutengeneza wachezaji na kuuza. Kwa sababu tuna kila kitu tunashindwa kuchukua ubingwa. Tuna kila kitu tunashindwa kufanya vizuri. Tuwe kiwanda basi cha kutengeneza wachezaji na kuwauza kwa thamani kubwa. Kama hivyo wakimtaka Faisal tumuuze bilioni 10, tukimtaka nani tumuuze bilioni fulani. Zipo timu za hivyo. Lakini ni wakati sahihi kwa Faisal Salum kuondoka Azam na kwenda nje ya nchi. Sioni mahitaji ya Azam wanataka nini. Ingekuwa Azam labda anahitaji kuchukua ubingwa wa ligi kuu, ningesema sio muda sahihi. Ningemwona Azam unajua kuna malengo timu, muona kama Simba. Simba ana malengo kwamba mimi namtumia mchezaji na lenga hiki. Azam sio timu ya hivyo. Ngwale wewe sio mtu wa mpira unaelewa. Kwamba Azam sio timu ya kuweka malengo kwamba mimi nataka nichukue ubingwa wa ligi kuu. Azam target yake atuelewi. Yaani mimi mwenyewe kuniuliza Azam nataka nini sijui. Kwa sababu ana kila kitu. Ndio timu tajiri mimi naishi hapa Tanzania. Naongea ukweli kama mchambuzi. Uongo sio uongo. Azam ana kila kitu, ana uwanja wa mpira, Simba hawana. Wana basi ambao wanatumia Ulaya. Wana sijui nini, kana kila kitu Azam. Wana kila kitu. Wana wachezaji wazuri. Azam ndio timu pekee inaweza kuchukua wachezaji wenye thamani kutoka Afrika hii kuliko Simba na Yanga. Na wachezaji wanalipwa bei gharama kubwa Azam. Lakini hujui anataka nini? Wanashindwa kuchukua ubingwa. Huyu unamuona nani? Simba walimshindwa huyu kocha alokuja Azam. Ibenge. Simba walimtaka wamemshindwa. Yanga nao walimtakaga wamemshindwa. Lakini Azam wamemchukua. Umeelewa vizuri? Lakini hujui timu inataka nini na shida gani. Kama mnaona mnashindwa kuchukua ubingwa, tengenezeni basi mwe wataalamu wa kutengeneza wachezaji. Kama design hii. Faisal mmemtengeneza anatakiwa bilioni 10 uza. Lakini Mandala kama mchambuzi sasa, sio shabiki wa mnyama wa Simba. Wewe mchambuzi. Unamshauri nini Faisal Salum? Wakati sahihi wa kuondoka au endelee kubaki Salum? Wewe kama wewe. Akigoma ili dili kuondoka Faisal, ndio itakuwa ndoto yake kwa Nyota kila siku inafeli. Kwa sababu mimi naamini mchezaji, labda tueleweshe. Kuna akili tunao. Mimi siwezi kumlaumu Clement Mzize, lakini pia kuna kitu labda kafeli. Mchezaji anatengeneza ukitoa kipaji chake, hiko kipaji kinatakiwa kizalishe nini? Income, kipato. Nakosea Ngwale? Ngwale wewe umeenda kusomea mambo ya sijui edit, si mambo ya habari nini? Target ni nini? Kipato. Faisal wewe unacheza mpira umejitoa, target yako ni nini? Kipato. Leo nimekuja dili labda la bilioni 6, bilioni 7, bilioni 8. Kwa level ya mpira wa Tanzania, narudia, kwa level ya mpira ya ligi yetu ya Tanzania, mchezaji akitakiwa hata kwa bilioni 3, sio mchezaji wa kubaki Tanzania. Ligi yetu si ilivyo. Wachezaji wakubwa wanajua wanaondoka wote kina Mayele, wametoka kwa bilioni 1.7. Si ndio? Sisi mimi nitakushangaa wewe mchezaji wa Tanzania linakuja dila bilioni 2, bilioni 3 tunagoma kuondoka. Unataka nini? Tutakuwa kwenye lile kundi ambao tujui unataka nini. Kuna kundi sasa hivi lipo inaitwa tukujua unataka nini. Kwa sababu unacheza mpira, una kipaji kizuri. Tunajua unacheza mpira utafute hela. Hela imekuja unakataa. Nini unataka? Tunakuacha tunakuangalia tu hivi. Leo hii kwa akili yako Faisal ikatae dili hili. Unatarajia hata kuja kulipata lini dili hili? Kwa umri wake jinsi unavyomuona Faisal. Clement Mzize atumuongelee vibaya. Kwa lile alilolikataa lile. Nadhani Clement atakuja kujilaumu yeye na kuilaumu Yanga. Clement Mzize atajilaumu yeye na kuilaumu Yanga. Kuna muda bahati hiji mara mbili. Hizi timu, expensive ya Tunisia sio kwa naitwa. Timu kubwa, rekodi nimeongelea hapa rekodi yake. Ni timu na profile kubwa, huwezi kuifanisha na Yanga hata siku moja. Huwezi kuweka chungu kimoja na Yanga, lakini kakataa kwenda. Huwezi kujua kakataa kwa sababu gani. Lakini mimi najua target ya mchezaji ni kutafuta kipato. Ukitoa kipaji chake pembeni. Unasema unalinda kipaji. Unalinda kwa timu gani? Faisal analinda kipaji, analinda kwa timu gani kipaji? Azam. Una target Azam ikachukua ubingwa wa Afrika. Una target Azam kuchukua ligi kuu. Simba na Yanga watawaacha wapi?
Yeah. Bwana Mandala, tumalize na ile hapo, chochote kwa mashabiki wa Simba kuelekea mchezo wenu wa kimataifa. Tukanunue tiketi mashabiki wa Simba, tujaze uwanja, tukafurike, tukafanye kazi yetu. Sisi sio mashabiki wa bure bure. Yaani hauwezi kukaa na mchambuzi Mandala siti moja hujalipa kiingilio. Zambi. Poa.